بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jana katika sura al-Waqi'a tulisimama katika aya ya 74 baada ya Mwenyezi Mungu kututajia neema zote alizotuneemesha, kuanza kutumba sisi mpaka kutuzindua katika kutuambia kwamba mnaona hata mimea mnayopandisha mimi ndio ninayotesha. Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu. Nyinyi ndio si sababu tu mnatia punje zenu ina ardhi, lakini kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya. Na angetaka kuharibu mashamba yenu na mazao yenu yote, basi angeweza kufanya. Na kadhalika akatuelezea kuhusu maji yanayoshusha mbinguni mawinguni, kwamba angelitaka angeweza kufanya maji ya machungu yasiweza kunywika wala kutumika kwa haja zetu katika maisha yetu. Hata hivyo anataka sisi tushukuru, falaula tashkurun. Akatuambia namna gani tunavyofaidika na moto, kwa Mwenyezi Mungu ndio aliowasha moto na kaujalia umebakia hivyo hivyo, ili uwe ni kwetu sisi ni ukumbusho. Nahnu ja'alnaha tadhkira wa mataa lilmuqwin, na ili mpate manufaa kutokana na moto, lakini wakati huo mnakaa huku mnaogopa. Ni funzo, ni kumbusho kwamba huu moto mnaona ukali wake, basi wa huko mbele ya safari ni mkali zaidi. Tukaishia katika aya fa, basi kutokana na neema zote hizi, fasabbih bismi rabbikal azim, basi litukuze jina la Mola wako aliye adhim, aliye mkuu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Na hii nataka kwa kila neema mtu anayoipata aseme subhana rabbil azim, subhanallah, alhamdulillah, atakasi jina Mwenyezi Mungu. Kama alivyosema Sheikh Sharah, anasema law qulta inda kulli ni'ma subhanallah ma sha Allah la quwwata illa billah. Maneno kama haya katika kila neema. Kwa hivyo nasema kinukulu kutoka kwa maulama, anasema kwamba neema hizo la tara fiha makruhan abadan, utaona jambo la kuharibu au kufisidi neema ile kama kuibiwa au kuungua na moto au kuharibika. Mwenyezi Mungu siku zote atakuwa analinda neema ile na kukuridhisheni, kwa sababu wewe umenasibisha neema ile kwa mwenyewe aliyekupa ile zawadi. Nasabta neema ila wahibiha, yule aliyekupa. Na ikiwa binadamu anakupa kitu, mashine au jambo lolote ile ambalo umelitengeneza, ilikuwa kitu cha ghali, akakuwekea na instruction na katalogi na warranty, akakupa guarantee yako miaka 5, miaka ngapi, 2, 3. Ikiwa binadamu anafanya hivyo, je Allah? Huwa anakupa dhamana mawqut ya wakati muayyan, wakati fulani temporary. Yule aliyekupa dhamana غير mawqut isakuwa na wakati permanent. Astahiki subhana rabbil azim. Fasubhana fasabbih bismi rabbikal azim. نبدأ آية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم. basi Mwenyezi Mungu hapa anaapa na hichi kiapo ziko
uqsimu kadha katika Qur'ani, la uqsimu biyawmil qiyama, la uqsimu bihadha albalad, na hii na nyinginezo. Fala uqsim, kiapo pahala pake ni unapokuwa kuna kiapo, kuna jambo unataka kulitilia nguvu na kuhakikisha ile jambo linakuwa kiapo. Ama hivi vitu mwenyewe Mwenyezi Mungu ameviumba, kwa nini anaapa? La yahitaji ila alqasam, haitaki kambe, la inahitajia, kwa sababu kuna wale watu wanaotia shaka wakasema kuna Mungu, hivi vitu vimekuja wenyewe, na wengi wako hali kama kwa haya. Maneno haya wanaambiwa wale wenye kupinga. Na fala uqsim bimawaqi' an-nujum, bimaana kwamba hapa kwa sehemu au hapa mawaqi' an-nujum, maanguko ya nyota, kwa kuchwa kwa nyota. Lakini mawqi' ukizama maana location, mahala mwa nyota. Kwa ufupi kwamba unapotazama unaziona nyota zile chungu zima. Ingelikuwa kiapo fala uqsimu bin nujum, na hapa kwa nyota, lakini hajasema nyota, kasema mawaqi' an-nujum. Na maana mawaqi' an-nujum, na tushaeleza siku za nyuma, ni kwamba hapa Mwenyezi Mungu anataja locations za nyota, kwa sababu nyota zote unaziona hizo, basi huoni nyota wewe, unaona mawaqi' position ilipokuwa pale mwanzo, na alafu miale yake mwangaza ule kwa ikasafiri mpaka kufika kwenye jicho lako, ukaona sasa hivi itakuwa imeshakwenda sehemu ngapi huko chungu zima, ziko mbali au nyingine zishateketea, shaondoka. Na kwa hivyo tunachokiona hatuoni nyota. Hizo zote ni locations za nyota zilipokuwa wakati miale ile ilipokuwa inatoka katika nyota kuja kwenye jicho lako. Imetembea muda gani? Miaka 100, miaka 1000, inategemea iko mbali gani. Na tunavyojua sisi kwa kuchukua mfano kwamba jua ni moja katika nyota, lakini hii jua ni baba wa solar system yetu, hii ardhi yetu na planet zetu. Kwa hivyo jua ni moja na nyota, na hizo zote nyingine nyota ni kama jua, ni watoto wake, ma planets na kadhalika. Isipokuwa tu nyota yetu iko karibu kuliko nyota zote. Hizi nyota yetu ni jua letu, the sun is a moon, also a moon, is a star, nyota. Na nyota kwa sababu jua liko karibu, na tunajua tushaeleza kabla kwamba umbali wake ni hapa 150 milioni kilomita, 150 million kilomita. Na mwangaza wa speed ya mwangaza ni 300 kilomita kwa kila sekunde moja. Ina maana mwangaza unaotoka kwenye jua ukisafiri kilomita 300 kwa kila sekunde kwa kwenda masafa ya 150 milioni kilomita, inahitajia sekunde 500. Inahitajia sekunde 500. 500 mara 300 inakuja 150 million kilometers. Sekunde 500 ukigawa kwa 60 napata dakika 8 na sekunde 20. Yaani mwangaza wa jua unafika jichoni mwako baada ya dakika 8 na sekunde 20. Yaani wewe unapotazama jua, basi sio pale pa jua pale. Jua lile lishakwenda masafa ya kwa spidi ya jua lake linavyokwenda, lishakwenda masafa ya dakika 8 sekunde 20. Kwa hivyo wewe huoni jua, unaona mawqi' ya sun, location yake pale kabla dakika 8 ilipokuwa pale. Kadhalika nyota hizi pia ziko mbali sana. Ukitazama nyota iliyokuwa karibu kabisa ambayo inaita Alpha Centauri, hii Alpha Centauri iko masafa ya 4.37 light years, miaka ya mwangaza. Light years ni lugha inayotumika kwa ajili ya masafa, kwa sababu masafa yake yako mbali sana. Ilikuwa karibu kabisa ilikuwa nyota kama jua letu hili, basi iko 4.37 light years. Na light year moja ni ikiwa unachukua masafa ya mwangaza 300,000 kilomita kwa kila sekunde, kwa dakika times 60, kwa saa times 60,
kwa siku moja times 24, kwa mwaka moja times 365.25. Sasa ukifanya multiplication zote hizi utapata kilomita ngapi? Miale ya jua au mwangaza unakwenda masafa ya 9.46 trillion kilomita kwa mwaka mmoja. Masafa yake 9.46 kilometers, million times million times million, maduara 12, 10 times power 12, 9.4 times 10 to the power 12. Au kwa masafa haya badala ya kuita kilomita, huwezi kuhesabu kilomita. Nani itagoma kukupa hesabu kompyuta yako au calculator yako. Kwa hiyo itabidi utumie nini? Masafa ya light year. One light year ni masafa ya miale mwangaza light inaposafiri kwa 3 kilomita kila sekunde. Mwaka moja inakwenda 9.4 trillion kilometers. Na unaambiwa hiyo light years ina maana kwamba hiyo star iliyokuwa karibu na sisi 4.37 light years away inahitaji miezi 50 months miale yake mwangaza wake iweze kufika jichoni. Ushakwenda miezi 50, masafa miezi 50, miaka mingapi? Hiyo ndio nearest star ilikuwa karibu. Kuna stars nyingine ziko 5 billion light years na millions kwa billions ya nini ya stars zilizojaa juu. Kuna nyingine zishateketea, miale tunaona hapa zamani zisharipuka. Hiyo ndio kwa maana Mwenyezi Mungu alisema fala uqsimu bimawaqi'in nujum, halafu inafuatia wa innahu la qasamun, inna na la, wa innahu na hakika. Hiyo kiapo hicho la bila shaka, hakika bila shaka, innahu na la qasamun, kiapo lau taalamuna. Katanguliza, hajasema innahu la qasamun adhim, katanguliza lau taalamuna, lau kama mnajua kiapo hichi adhim. Kiapo hichi adhim, yani akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau taalamuna, utatafuta elimu yako yote, ukusanye maulama wote, masayantisti wote watafute, hawataweza kujua chochote. Watajua hizi nyota zilizokabili, na hizi zote hisabu hizi zinazofanywa ni speculation na hisabu za nini, za rough estimate, sio kwamba ni hakika hizi. Lakini ukitizama Mwenyezi Mungu anaposema kwamba wa innahu laqasamun law ta'lamuna adhim, hichi ni kiapo kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyemfundisha mtume wake akatuelezea kwamba wala qsim bimawaqi'in nujum, kwa location za nyota. Hakuna ulama yote katika maulama wa kutizama nini celestial objects hizi zote zilizokuwa nje ya macho yetu. Tena hayo yote katika mbingu ya mwanzo tu, mbingu yetu tu ya dunia. Hujaenda katika mbingu ya pili wala ya tatu wala ya saba wala, subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo hichi ni kiapo kikubwa sana, na Mtume sallallahu kuja na maneno kama haya na kueleza, bila shaka is a big challenge kwa kila anayepinga kwamba yupo Mwenyezi Mungu, kwamba maneno haya hawezi hata mtu kufikiria kataja wakati ambao hawajui hayo. Mwangaza umegunduliwa lini kwamba mwangaza na speed yake 300,000 kilometers, 300,000 kilometers kwa kila second? Walikuwa hawajui hata karne ya 19 walikuwa hawajui. Kwa hivyo wamejua hivi karibuni. Kwa hivyo ukitizama ni kiapo sana na kwa rehema za Mwenyezi Mungu, lao zingekuwa nyota ziko pale pale, lau nadhara ya mtu yote angetizama ile nujum la faqada basra, angelipofoka macho. Kwa hivyo na subhana, hii ni neema kubwa. Kwa hivyo hapa kiapo kimekuja kama ni tanbihi, kuzindua watu na kuwafahamisha, wa innahu laqasamun law ta'lamuna adhim, innahu laqur'anun karim. Kiapo hichi chote, jawabu ya kiapo innahu laqur'anun karim, tena kwa msisitizo na kutilia nguvu innahu, hakika hiyo. La bila shaka, la ile pekee yake la mfatha la, basi maana yake bila shaka. Inna kwa hakika, hu hicho kiapo kwamba nini, kuhusu nini? La kwa hakika, Qur'anun, innahu wa innahu laqur'anun karim.
innahu la Qur'an karim. Kiapo chote ya Rab kwa ajili ya kuonesha kwamba hii ni Qur'ani. Kiapo hichi ukubwa wa kiapo hichi, adhamatul qasami, ukubwa wake kwa kutetea Qur'ani yake, kwa sababu haya kalamullah, maneno yake. Tazama umuhimu wa Qur'ani. Halafu akaelezea kwamba Qur'an hii ni karimu, iliyojaa karam ndani yake, karimu kwa mambo yaliyokuwemo ndani yake, kwa ilmu iliyokuwemo ndani yake, bayani iliyokuwemo ndani yake, hidayah iliyokuwemo ndani yake, maelekezo ya kumpeleka mtu njia siratu mustaqim na kutufikisha katika radhi za Mwenyezi Mungu. Bila shaka ni Qur'anun Karim. Naam, kwa hivyo adhamatul Qur'an, kupewa utukufu wa kiapo cha Mwenyezi Mungu kama hicho, inaonesha dalili kwamba kitabu hichi si cha kuchezewa kabisa. Innahu la Qur'anun Karim. Halafu akaeleza kwa kusema fi kitabin maknun. Fi kitabin maknun, katika hichi kitabu kimehifadhiwa, kimeandikwa. Fi kitabin, katika maandishi, kwenye kitabu maknun, kilichozibwa na kuhifadhiwa na kuzingwa kweli kweli katika lawhul mahfudh kwa juu. Wallahu a'lam. Fi kitabin maknun, kitabu ambacho kiko katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu katika lawhul mahfudh, katika ubao mkuu uliokuwa na habari zote. Na fi kitabin maknun. Halafu baadaye akasema la yamassuhu illa almutahharun. La yamassuhu illa almutahharun. La yamassuhu, naam, ni kitabu ambacho hakuna anayekigusa kitabu hichi illa isipokuwa almutahharun. Wakasema ikiwa mutahharun, waliotakaswa na kutahirishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, sio mutahirin wenye kujitakasa, bali waliotakaswa katika malaika na mitume na wajumbe, ambao basi walikuwa watu walioruhusiwa, basi walikuwa mutahharun, waliotakaswa min qibalillah, kutokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la yamassuhu illa almutahharun. Naam, hakigusi na yote. Na sisi ukitazama maana nyingine, hao na ukigusa na kuruhusiwa, kama tulivyoona katika sura Abasa. Pia tunasoma nini? Tunasoma aya za 80 kitabu chake, aya za sura Abasa, fi suhufin mukarrama, katika kurasa zilizopewa heshima kubwa, marfu'atin, zilizoinua juu kabisa, mutahhara, zilizotakaswa, biaidi safara, katika mikono ya malaika wanaopeleka ujumbe, nao kiramin, wenye heshima kubwa sana, na barara, walikuwa wema kabisa. Tazama zimboengwa maneno, vitabu ambavyo vinavyobebwa na malaika mutahhara. Ndio hivi aya hizi zinakuwa sawa na hii la yamassuhu illa almutahharun. Na hapa pia dalili nyingine waliosema kwamba almutahharun katika lawhul mahfudh havionekani ila na watu na viumbe maalum tu. Halafu kisha wakasema huenda ikawa pia maana hiyo, na zote pia almutahharun, yani walikuwa tahir kwa binadamu au kwa mtu yote anakishika kitabu hichi, aliyetakasika, tahir min alhadath wal janaba, au ni la hadath saghir wa hadath kabir. Kwa hivyo yote yule ambaye anastahili kwenda kutawadha au kukoga ili awe tahir, ndio ashike kitabu ili kuipa heshima kitabu hichi kwa kiapo chote hichi. Na hii na ula Qur'an halafu karim, halafu la yamassu ila almutahharun, iko malaika na nani walikuwa waliotakaswa Mwenyezi Mungu. Sisi tunakuja tunakamata, tuna hali zetu si nzuri, bila shaka tunaivunjia heshima
Qur'ani, bali hata kukiweka ovyo ovyo kaweka vitabu vingine na vitu vyote vilivyoandikwa na binadamu yasio maneno yasio na maana yake juu ya msahafu pia si baya, au kuchukua sehemu za Qur'ani zizo kwenye magazeti wanaandika alafu ikafungiwa vitu au kuwekea chakula au hii ni kutokuipa heshima Qur'ani kabisa. La yamassu ila almutahharun, kwa hivyo waliotakasika. Bali wacha hayo tu, la yamassu ila almutahharun pia hatoipata kama walivyosema wengine kwamba hatoipata ile value thamani ya Qur'ani ila yule waliotakasika nyoyo zao. Mwenyezi Mungu akawamiminia ilmu iliyokuwa ndani ya Qur'ani katika nyoyo zao zikiwa safi, basi Qur'ani inaweza kukaa akaifanya kazi akatekeleza yale maamrisho ya Qur'ani. Pia hiyo inamelezwa katika maana nini, la yamassuhu illa almutahharun. Kwa hivyo aya hii wa innahu laqasamun law ta'lamuna adhim, ni kiapo bila shaka kikubwa sana, laiti mngelijua. Ina maana lakini hamjui, isipokuwa kaeni wewe hamjui ujue kwamba ni kiapo kikubwa. Na jawabu kiapo innahu laqur'anun karim, ni Qur'ani iliyo karimu, iliyokirimiwa, iliyopewa heshima kubwa kwa sababu ni maneno ya Allah. Halafu akasema haya yamehifadhika fi kitabi maknun, katika kitabu kilichohifadhiwa kweli kweli katika Lauh Mahfudh. La yamassu, hapana kigusae, illa almutahharun, isipokuwa waliotakaswa na mabaya. Na hii ikawa ni tanzilun, ni mteremsho wake huu uteremsho huu min rabbil alamin, katika vitu alivyohusisha mwenyewe Mwenyezi Mungu kwamba yeye aliteremsha mwenyewe. Tanzilu min rabbil alamin, mwenyewe kwamba kwa amri yake. Hata ikiwa nazala bihi ruhul amin, ruhul amin Jibril ameishusha, lakini kwa amri yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa imetoka kwake kwa sababu ni maneno yake, kwa hivyo ni kalamullah. Kwa hivyo tanzilu min rabbil alamin ndio ikapewa heshima yote haya, kwa sababu maneno haya ni uteremsho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hichi ni kiapo na hii ni Qur'ani, na aliyokuwa ndani thamani yake tushaiona utukufu wake. Kwa hivyo Mtume SAW anapopewa maneno haya, tunakupa amana hii. Amana hii kama Mwenyezi Mungu anatuambia na sisi kwamba Qur'ani hii ni amana, imekufikia kwake kutoka kwako mwenyewe Mola Subhanahu wa Ta'ala, kama kilivyoshuka kwamba Mwenyezi Mungu amehakikisha kimeshuka, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhuna kakihifadhi. Kwa hivyo ni amana kwetu sisi kwamba kitabu hiki kila amri iliyokuja ndani yake tuwekee heshima yake na tutekeleze amana hii, kwamba kila mmoja atekeleze na atimize yale yanayoamrishwa na ajiepushe na yale yanayokatazwa. Hivyo ndio kusudio, wallahu alam. Tanzilun min rabbil alamin, ikiwa imeshuka na ndani yake mna amri zake kutoka Rabbul alamin, Mola wa viumbe vyote. Hajasema tanzil min Allah, bali ni Mola na mlezi wa kila kiumbe, viumbe vyote, ikiwa binadamu, ikiwa wanyama, ikiwa miti, ikiwa nyota, ikiwa jua, ikiwa bahari, ikiwa kila kitu, yeye ni Rabbil alamin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametia habari za kila kilichoumbwa kwa ufupi, ili tumjue kwamba yeye ndio muumbaji na yeye ndio Rabb. Na kwa hivyo kimeshuka kitabu hichi kwake. Kwa hivyo information yote tunaipata katika kitabu hichi, maelezo yote yalikuwa ndani, ni kupewa kipaumbele, chochote kingine kisikilizwe mbele ya Qur'ani. Kwa hivyo unaposoma aya 81, afa bihadha alhadithi antum mudhinun, afa bihadha alhadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Je, fa basi bihadha alhadithi, kwa hadithi kwa maneno haya antum mudhinun, nyinyi mnapuuza. Yani kujalia kitabu nini, shay'un hayyinan, kitu chepesi, kitu hakina maana, usikilainishe.
Kwa maneno yote yalikuwa ndani mnakuwa mnachukua kweli kasema Mwenyezi Mungu, lakini kwa sasa haiwezekani jambo hilo bwana. Ulimwengu umebadilika bwana. Haya maneno kwa Mtume sasa alivyoshushiwa ndio haya maneno. Tunasema sana maneno kama haya. Unatia ila maneno kwamba Mwenyezi Mungu hajui kwamba itafika wakati kitabu hiki kitakuwa kifai au wewe hufai kwa sababu hujataka kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Naam, kila kitu lazima kipewe heshima yake. Anakuambia kama ilivyokuja katika aya sura Nun al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Wanakujia regeze kamba na wao wafanye maskhara, wapuuze dini wa nini. La, kama tauzi ule kitabu maneno yote yako ndani yake, maneno ya haki, amri lazima zote zitekelezwe, makatazo yako ndani yake yaepukwe nayo. Kwa hivyo haya ni maneno kwamba mtu ashukuru kwamba Mwenyezi Mungu amemteremshia binadamu kwa kuwa amepotea hajui njia, akaonyeshwa hii ndio njia kufuata. Halafu mnaifanya maskhara, mnakifanya kitabu hiki laini kabisa, mnapuuza yaliyokuwa ndani yake, maamrisho yaliyokuwa ndani yake. La, afa bihadha hadithi antum mudhinun, mnapuuza. Na haya hasa naambiwa makafiri wasotaka kuamini kwamba mnapuuza na maneno kutoka kwa Allah alikumbeni na nyinyi mnakataa kuyafuata. Kwa akili zenu baada ya kuzitumia mnakaa katika kufuru yenu na ushirikina wenu. Afa bihadha hadithi antum mudhinun watajaluna rizqakum annakum tukadhibun, na mnafanya kuikadhibisha ndio shukrani yenu. Riziki yenu alokupeni na maamrisho alikuwa yote haya ni kwa faida yenu wenyewe, halafu kisha mnakadhibisha. Huyo ndio shukrani yenu. Pato lenu lote alichokuruzukuni Mwenyezi Mungu, badala yake shukrani zenu mnakikataa, mnakipinga, mnakanusha jambo hili. Hiyo ndio shukrani yenu. Watajaluna rizqakum annakum tukadhibun, mnakadhibisha. Kwa hivyo hii ni onyo kubwa sana kwa kuwapa kiapo hicho cha Qur'ani. Halafu akasisitiza kwa watu wenye kupuuza Qur'ani na kutokufuata maamrisho yake na kukataa kuslimu, basi anambotakiwa na chake. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. haya maneno mazito sana. Anaambiwa yule mtu ambaye anayetoka roho na wale waliokusanyika chini yake, na sasa hivi roho ishafika katika dakika za kutoka roho, katika sakarati maut, na watu wamemzunguka, hakuna tamaa. Hata idha tunasoma katika sura al-Qiyama, kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq, hivyo. Lakini nafsi, roho inapotaka kutoka ikafika kwenye koo, waqila, patasemwa kila mmoja hangaike, kamwite daktari fulani, kamwite man raq, nani tabibu atakayokuja kumponesha. Wadhanna, lakini mwenyewe wadhanna annahu al-firaq, wadhanna annahu al-firaq, akawa aiqan, akawa na yakini kwamba hapa ni kufariki dunia. واتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. فهو hapa إذا بلغت الحلقوم يعني katika sakarati al-maut, na huyo mtu atapokuwa anataka kufa. Falaula idha balaghat al-hulqum, na nyinyi nyote mnokaa mkapinga Qur'ani, mnokataa haya maneno ya Mwenyezi Mungu, mkaona upuuzi. Pale Mwenyezi Mungu anasema na kwa challenge wote, wa antum na hali nyinyi hina idhin, wakati huo, tanzurun, mnatazama, hamna la kufanya. Wa antum hina idhin tanzurun,
mnakaa mnatazama mfanye nini? Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, na ilhali sisi tuko karibu naye zaidi kuliko nyinyi mliokaa karibu naye. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, tuko karibu zaidi kuliko hata nini, ule mshipa wa kupita hewa. Subhanallah. Kwa Mwenyezi Mungu kwa elimu yake, kwa uwezo wake, kwa kila jambo lake, kwa remote control yake, aqrab. Na siku zote natoa mfano mimi, bosi kuu anaweza kukaa katika ghorofa ya 5 ya 6 juu katika jengo lote, na chini zote kila floor office tupo, na kila moja na kamera, bosi anamuona. Hamna kusinzia, hamna kufanya maskhara, hakuna kuondoka katika meza yake. Kwa nini? Bosi anaona juu, kuna TV kule. Iko bosi mmoja katika ofisi anaona wafanyakazi 50, 70, 100. Binadamu anafanya hivyo, Mwenyezi Mungu je? Kwa hivyo wanasema nahnu aqrabu ilayhi, nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, manake yuko karibu kwa uwezo wake kila jambo, kwa kila jambo. Walakin la tubsirun, lakini nyinyi hamuoni. Walakin la tubsirun, hamuoni. Kwa hivyo inshallah tasimama katika aya 85 hii katika sakaratul maut. Mwenyezi Mungu atupe sisi inshallah حسن الخاتم والقبول يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتم والقبول. صلى الله على محمد.